kitu gani ambacho sisi mashabiki tunakiona lakini kiuhalisia kwenye sanaa yenyewe nyinyi wasanii mnasema hiki hakipo hivi? Kiuhalisia yani kwamba sisi tunaona hivi kama mashabiki lakini kwenye yani nyinyi wasanii mnasema huyu hapo unamwona huyu bana iko hivi. Mara nyingi ni kubrag, watu wana hizo issue za mashabiki wengi waga, unajua ukipita kwa mitandao wasanii wengi waga wana brag na kufake vitu vingi sana. Na wanawaaminisha sana vijana wengi ambao wanakuwa kwamba ndo maisha halisi, lakini kiukweli ni watu wana brag kwa sababu ya kutengeneza brand na nini. Watu wana brag na si mbaya, kwa sababu hata kina Jiga walikuwa mwanzoni kabla hajawa bilionea alikuwa na brag na panda maklabu na rusha madola manini. Si kitu kibaya, lakini mara nyingi sema kwa mimi binafsi si ni kitu sana na ki-entertain, mpaka uongozi wangu pia huaga naambia mimi si ni mtu wa kubrag vitu. Yani sije ni fake sijui nini, so vitu vyangu. Yani mimi huaga ni OG. Maisha yangu ni halisi, hata mtaani kwangu ndio kitu wanachonipendea hicho tu. So mimi huaga si brag, yani ni fake vitu sijui nini, no. Kwa sababu pia unapokuwa una brag au una fake kitu ni unawatengenezea watoto wale ambao wanakuwa kwamba wanahisi ndo maisha halisi sasa. Yani mimi inabidi niwe msanii. Unakuta mtoto hatajui kuimba lakini naye anataka awe msanii. Sio mensoma. Na maana unakuta kwa TikTok huko unakuta tu wasanii wamezaliwa wapya kibao madogo kibao ni wasanii siku hizi. Sio mensoma. Ni kwa sababu wanahisi kama ni maisha fani ambao wanaona mtandaoni ni maisha halisi sana, kumbe si halisi. Ni watu tu wanatengeneza brand na nini, wana brag na fake na nini, ili mradi kutengeneza brand zao ili mtu ukija basi umpe thamani hiyo. Lakini kiukweli wanakuaga si real life ambayo watu wengi wanaitegemea kwamba ndo ile ambayo ni real. Hapana, si kweli. Kuna mtu anauliza hapa, anasema umesema muziki ndo maisha yako na pesa yako ndo iko hapo. Yani wewe ndio muziki unakuingizia pesa ambayo inaendesha maisha. Time ambayo haufanyi yani hizi pesa zinakujaje? Na anasema kwenye engo gani Duzu anapata pesa? Kwanza mimi ni ndio hicho nilichokuambia. Cha kwanza mimi ni mwandishi mzuri sana. Ukiacha hivyo, lakini pia ninafundisha pale ofisini kwetu Fimifu, ukifika nafundisha pia watu jinsi ya kuimba na nini. Nipo pale kama vocal trainer pia. Kwa na train watu na nini, na nalipwa pesa kupitia hicho kitu kwa sababu watu wanatoa ada zao na nini. Lakini pia nafundisha kwa sababu mimi najua piano, najua pia gitaa. So huaga nafundishaga watu pia. Kwa hiyo watu pia wanapay kuhusu hicho kitu. Kwa ndo maisha yangu yanaendelea. What you say ni kwamba Fimifu pale kuna wasanii wengine wengi ambao bado hatuwajui, ambao wanakuja kujifunza. Wapo wengi. Wapo wanaokuja kujifunza wengi tu. Na wengi sana nawafundisha. Sasa gitaa mimi ndo ni mzuri sana, so huaga nawafundishaga hizi acoustic na nini. Lakini pia ni jinsi ya kumuelekeza mtu. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kawa ana kipaji sio, lakini hana ile confidence ya kwamba anaweza kafika booth na nini studio alafu akashindwa kuimba, usijue umesoma. Kwa na au watu pia wapogo ile kwamba mimi nataka tu niwe nakaa tu studio, wewe unanifundisha jinsi ya kuingiza sauti na nini, mtu anapay vitu kama hivyo. So hivyo tunasonga maisha. Automatic itakuwa ni mrembo na mrukuni sauti. Atakuwa ni mrembo. Noma sana. Bana wasanii wengi ambao wanajua sana kama wewe. Mara nyingi kutoboa inakuwa ni mchongo. Yani kufika mbali inakuwa ni mchongo. Shida inakuwa iko wapi? Kipaji kipo kikubwa, lakini kufika mbali hicho kipaji akiendi na watu wanakubali kweli. Shida inakuwa wapi? Shida kwanza mara nyingi mimi ambacho nakiona lazima nizungumze ni ukweli. Wengi sana wenye vipaji wana hiyo kitu inaitwa egoism, yani mimi najua. Sijui umenisoma. Lazima tuiweke very clear. Hiyo mimi kuna muda pia ilikuwa inanikosa kwa sababu yani mimi naweza ngakaa hivi time yani bora niambia nini, mimi najua. Sijui maswala live sijui nini, mimi najua. Hiyo pia ilikuwa inanila kipindi hicho wakati nipo mdogo. Nilikuwa na hiyo kitu kwa sababu pia ndo kwenye makuzi na nini. Kwa sasa hivi sina hiyo kitu kwa sababu nilikuwa naona inanichelewesha time, na mara nyingi hiyo nadhani ndo inawakost watu wengi sana anaojua kwa sababu yeye anachoamini ni kwamba mimi najua. So chochote naweza kufanya kwa sababu mimi najua. Sijui umenisoma. Kwa hiyo ni maisha fulani hivi ambayo mtu amejitengenezea. Na naamini
kama mtu anaweza kuimaster hiyo kitu kwamba mimi kwa sasa sitakiwi kuwa na hichi kitu, ana uwezo pia wa kupiga hatua kubwa sana, kwa sababu ego ni kitu kibaya mno, na mimi nimeshakaa na wasanii wengi sana wanaojua pia naiona hiyo kitu wanayo, wana hiyo ego kwamba ni mimi mwanangu mimi najua babu utaniambia nini. Kwa hiyo inakujengea inakuletea na kiburi fulani hivi cha asili ambacho hicho kama ukiweza kukimaster unaweza kusonga mbele. Na ndio maana mimi sasa hivi najitahidi sana, najua kweli, lakini sitaki hiyo kwamba ujuaji mwingi na kuaga mpole sana. Na siku hizi ni mtu sana wa kusikiliza watu wapya. Na mtu kama hata kama najua hichi kitu anakosea, lakini yeye kama ananishauri na kwa ni mpole tu, nakaa namsikiliza kwamba kwenye hichi kitu najua, katika hivyo vitu ambavyo utakuwa unanishauri kama kile kitu nakijua, najua tu siwezi kukosa vitu viwili vitatu ambavyo sivijui. Kwa hiyo siku hizi hicho kitu na kiepuka sana. Kwa hiyo ujuaji ndio ambao unawafilisha wengi wanaojua kabisa, ndio kweli. Babu Kubwa, na wengine hawajui, pengine kupitia Mega Mix kutoka kwako wakawa wamejua namna ya kutoka kwenye huo mtego ili waondoke. Kuna swali mwanangu mmoja anauliza, anasema umeshawahi kuwaza kuacha muziki? Niliwahi. Unajua mimi kabla ya kujiunga huko Fimifu nilipitia depression moja kubwa sana. Depression ambayo msongo wa mawazo. Nilipitia hiyo situation na actually ndo kabisa kwanza sio nilifikiria, mimi nilikuwa nimeachana nao muziki kabisa, nilikuwa nafahamu mitikasi yangu mingine. Nilikuwa nafahamu mitikasi yangu mingine kabisa. Nashukuru kipindi hicho napitia hayo vitu, nadhani kuna siku nishai kuongeaga, lakini pia kuna watu ambao walinisaidia kutoka katika hiyo depression na nini, akiwemo Kachi na kuna msichana mmoja anaitwa Warda. Alinikuta na nini, alinisaidia sana huyo binti pia, kwa sababu yeye pia anafanya masuala ya counseling na nini. Kwa hiyo alikaa na mimi tukaongea. Mimi muziki nilikuwa nishaupotezea, nilikuwa nafahamu mitikasi mingine kabisa. Sababu unajua kuna time ile unakuwa unaona mbona mambo mimi naimba mwanangu alafu mambo yaende wala nini. Alafu unajua kuna ile push ya kutoka kwa wazazi nini, una kila siku unafanya muziki vipi, mbona si hapo ni kitu chochote, umekaa tu unafanya muziki wako, mbona unajua kuingiza huyo mama huyo sio umenisoma vitu kama hizo. Lakini mwisho wa siku unakuja kurealize hichi ni kitu changu, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu ameweza kuwanyima watu milioni akakupatia wewe, kwa mfano mtaani mnaweza mkaa watu una masela zaidi ya 10, lakini wewe peke yako unaimba. Kama Mwenyezi Mungu katika watu milioni aliweza kukupa wewe hicho kipaji, maana yake ana mpango na wewe, lakini pia anahitaji wewe uwe mtu. Kwa katika hiyo unajua talanta Mwenyezi Mungu anakupatia yote, ni wewe ni jinsi gani ambavyo unaweza kuitumia katika engo ya kuingiza pesa. Lakini mimi pia hichi kitu pia nimekiona na najaribu pia kukiweka sawa zaidi, kwa sababu pia nahitaji sana kufanya haya masuala ya live, kwa sababu nimeona ni mbaya sana kwenye sekta hii. Kwa natamani najua hapa kuna uongozi utakuwa unasikiliza hii kwa sababu hapa nipo kwenye media kubwa pia. Naomba na yenyewe waisikie kitu kwamba yani mimi katika kitu na kitamani, na najua katika engo hiyo kuna mwanangu Nicole sasa hivi anafanya vitu hivyo. Nicole anafanya hivyo vitu, na yeye pia nilikutana naye kwa bahati nzuri baada ile siku ya Medi, nilibahatika kusafiri kidogo. Nikakutana na watu ambao pia walikuwa wanajaribu kunitengenezea mchongo wa mitonyo mkubwa sio, lakini ni kufanya vitu vya live. Kwa hiyo natamani kwenye engo ya live pia nadhani ni kuna pesa nyingi sana ambayo watu hawafahamu kama watu wanaweza kutengeneza pesa nyingi, na Morogoro tuna laki hiyo kitu. Live zetu tumezizoea hizi live zetu hizi za kawaida ambazo tunaendelea kuziona. Yani natamani tuwe na ule usasa sana, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho tukimemiss sana kwenye masuala ya live ya Morogoro. Natamani niwe kama Baraka Mwishehe sasa. Baraka Mwishehe umenisoma. Natamani kuwa hivyo. Yani mimi dream yangu waga nikikaga hata nikikaa hivi tu mwenyewe na ifeel hiyo kitu naona da. Yaani kwa nini katika miaka hii hatuwezi kumpata mtu kama yeye kwenye masuala ya kuimba live ambaye anatokea huko. Kwa hiyo natamani sana katika hiyo engo niwe mtu wa kwanza kabisa kufanya vitu vikubwa kupitia masuala ya live. Babu Kubwa, na hapo sasa unazungumzia kwenye clubs hizi, si ndio? Kwenye clubs, kwenye hotels, yani natamani kufanya vitu vya kisasa ili mradi tusibase tu kwenye sijui bars sijui nini.
ni kuna zile unajua kuna mahoteli watu wanakuaga wanakuwa wanatamani tu mtu aje ana chill, labda hoteli kubwa anataka achili asikie live, lakini live ambayo ni classic sio. Kwa natamani hicho kitu kitokee sana, kwa sababu unajua kwenye huu mchongo, kwa sababu mwanangu pia nilikaa naye, mimi ni mwanangu sana. Kwa tunapigaga sana story na ni mtu ambaye ananimind sana, kwa nini ufanye live mwanangu, wewe siku ile umeona mtu umefanya tu siku moja alafu umeitwa sehemu, umeona watu wamekwambia nakupa hela, ananisemaga yani. Kwa sababu mimi na Nicole ni mtu ambaye na mshikaji wake ambaye tunapiga story mno. Kwa hiyo anaweza akanimind yani kiasi kwamba mtu unakuwa mwenyewe unaumia, unadai kweli mwanangu yani umchongo. Na yeye sasa hivi anaendesha maisha yake na yupo vizuri, amejipata dada yangu. Kabisa. Kwa sababu ya live tu. Kwa sababu ya live. Anaendesha maisha yake, amepanga nyumba kali na mimi nimefika kwake nafahamu. Amejipata kinoma. Bana babu kubwa. Hiyo ni kali sana. Na kuna sehemu ulikuwa umeshawahi, kwa sababu ukisema unataka kufanya live hiyo yani maana yake sehemu za starehe waone unachokifanya ili waone kwamba hiyo huduma wanahitaji. Umeshawahi kwenda kukutana na watu kwa apply na nini? Yes. Hii ni kitu ambayo sasa ni baada ile ya siku ya show ya Medi nilijaribu kukaa na watu walijaribu kuniambia na, lakini pia kwa sababu pia na sasa hivi nazunguruka sana kwenye masuala ya hoteli za Morogoro. Pia wana hiyo kitu wanaitamani ile masuala ya live, lakini wanaitaka live ya classic sana. Sijui umenisoma. Kwa hiyo mimi pia nimeongea nao na nini malipo na kila kitu. Wako tayari, yani kama mtu kweli na wenyewe wapo tayari, yani wako willing. Kwamba wewe kweli mwanangu kama unataka kufanya hichi kitu mwanangu fresh, yani bomba, kwa sababu tutafanya. Yani tayari nimeshaanza mazungumzo. Mimi nikajua labda Mega Mix tulivalie njuga. Ukisikia Mega Mix tulivalie njuga, yani nikajua labda bado, kumbe tayari ushaanza maongezi. Ushaanza maongezi, lakini pia kwa sababu hapa tuko kwenye kipindi lenyewe Mega Mix, tunalivalia njuga. Kwa hiyo tulivalie njuga. Au kabisa. Mega Mix. Mega Mix yo. Mega Mix.